Habari za wakati huu, karibu katika dawati la habari kuu la Daily News Digital. Yaliyojiri siku ya leo: ofisi ya rais utumishi yaomba trilioni 1.5 mwaka wa fedha 2026-2027. SGR Dodoma Mwanza kazi imeanza. Papa Leo wa 14 asisitiza amani na umoja. Jina langu Ismail Kawambo, anasema karibu. Ofisi ya rais management na utumishi wa umma na utawala bora imeliomba bunge kuidhinisha matumizi ya jumla ya shilingi trilioni 1.5 kwa ajili ya ofisi hiyo katika mwaka wa fedha 2026-2027. Waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwani Kikwete ameliomba bunge kuidhinisha fedha hizo wakati akiwasilisha hotuba ya bajeti ya ofisi hiyo bungeni jijini Dodoma. Amesema kati ya fedha hizo shilingi trilioni 1.4 zimetengwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida, huku shilingi bilioni 163 zikielekezwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Jumla ya bajeti niliyoiomba kwa mafungo yote yaliyo chini ya ofisi ya rais, Ikulu na management ya utumishi wa umma na utawala bora kwa mwaka 2026-2027 kama ilivyoainishwa katika majedwali hapo juu ni jumla ya shilingi trilioni 1 bilioni 565 milioni 594. Kati ya fedha hizo shilingi trilioni 1 bilioni 402 milioni 593 992 elfu ni kwa matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 163 na 8 elfu ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti na wabunge wenzangu, mwisho naomba kuwasilisha maombi haya ili muweze kuyajadili na kuyaidhinisha. Baada ya kusema hayo, naomba kuwashukuruni kwa kunisikiliza na naomba kutoa hoja. Mkurugenzi wa mawasiliano wa Chama cha Ukombozi wa Umma John Mrema amesema kuwa kwa sasa ana matumaini makubwa na tume ya Jaji Chande kwa sababu tume hiyo ina watu weledi. Mrema ameongeza kuwa tume hiyo imeundwa na rais kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania na imani yake ni kuwa itafanya kazi nzuri, kwamba ni tume ya watu weledi. Nikiangalia aina ya wajumbe wa ile tume, kwanza mwenyekiti tu wa lile jopo Jaji Chande ni mtu ambaye historia yake, CV yake ni ya kimataifa, hana madoa, na sote tunakubaliana tulioko huko upinzani kwamba Jaji Chande tume yake ya mwaka 2023 aliyoisimamia kuhusu haki jinai ilikuja na ripoti nzuri iliyoainisha changamoto zetu za haki jinai. Kwa hiyo matumaini yangu ni kwamba tume hii imeundwa na watu ambao wana ueledi wa kutosha, hawana madoa, wanaaminika ndani na nje ya nchi yetu. Kwa hiyo hilo tu linanifanya niamini kwamba tume hii itafanya kazi yake kwa umakini mkubwa. Sitaki kuamini watu kama Jaji Chande, Jaji mstaafu Ibrahim Juma, IGP Mwema, wakina Luteni Jenerali Meela, kwamba wakina Ombeni Sefue katibu mkuu kiongozi, balozi na mabalozi wengine walioko pale watakuwa tayari kwenda kuharibu sifa na heshima yao ambao wameijenga kwa miaka mingi katika taifa letu ndani na nje ya nchi yetu. Kwa hilo linanipa matumaini. Naibu Waziri wa Uchukuzi David Kihenzile amesema kuwa mchakato wa kufikisha treni ya kisasa SGR mkoani Mwanza umeanza na tayari wakandarasi wapo katika hatua za awali. Akizungumza bungeni jijini Dodoma wakati wa kipindi cha maswali na majibu, Kihenzile amesema reli hiyo itaanzia Dodoma mpaka Tabora, Tabora hadi Isaka na Isaka hadi Mwanza. Serikali ya CCM inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imethibitisha dhamira ya kufikisha SGR Mwanza, na hivi ninavyozungumza wakandarasi wako site kutoka Dodoma mpaka Tabora na kutoka Tabora mpaka Isaka na kutoka Isaka mpaka Mwanza. Ni dhamira ya Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia mikataba mbalimbali ambayo tumeingia
kukamilisha na kufikisha treni ya kisasa mkoani Mwanza na Kigoma kabla ya mwaka 2030. Serikali imechukua hatua za kuboresha upatikanaji wa pembejeo za kilimo ili kuongeza tija na uzalishaji miongoni mwa wakulima nchini. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa mkutano wa wadau wa tasnia pamoja, Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amesema maboresho hayo yanalenga kuhakikisha pembejeo muhimu zinawafikia wakulima kwa wakati na kwa gharama nafuu. Ndugu wadau wa pamba, kuhusu upatikanaji wa pembejeo, serikali imeweka mfumo wa uchangiaji kupitia mfuko wa CDTF ambao huongeza uzalishaji unapotekelezwa kikamilifu. Hata hivyo, tija ndogo hupunguza makusanyo na kusababisha kutokuwepo kwa uwiano kati ya mapato na matumizi, hivyo kuongeza madeni kwa tasnia. Ofisa kutoka idara ya operesheni na tathmini kutoka mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF, Kombo Hassan, amewataka wanachama wa mfuko huo kuendelea kutumia mfuko huo ambao kwa sasa umepanua huduma zake hasa pale mfanyakazi anapopata matatizo akiwa kazini. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa mafunzo kwa wanachama wa Chama cha Waandishi wa Habari Tanzania TAMWA, Kombo ameeleza kuwa miongoni mwa wanufaika wakuu wa fidia hiyo ni watoto wa marehemu mfanyakazi chini ya umri wa miaka 18. Kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito wa kuimarisha haki, amani na mshikamano wa kijamii wakati wa ziara yake jijini Bamenda. Katika ujumbe wake, Papa amegusia changamoto zinazoikabili jamii ikiwemo rushwa, kuporomoka kwa maadili na unyonyaji wa rasilimali za Afrika, akisisitiza umuhimu wa jamii kurejea katika misingi ya kiroho ili kufanikisha majadiliano ya kweli. Hadi hapo hatuna la ziada. Dawati la Daily News Digital. Endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na X Daily News, Habari Leo_TZ, pia Spoti Leo. Usisahau kutufuatilia kwa kusubscribe channel yetu ya YouTube ya Daily News Digital. TSN ni zaidi ya habari.